Oh, haleluya, haleluya, haleluya tena. Bwana Yesu asifiwe. Ninamshukuru Mungu wa mbinguni. Leo ni siku nyingine njema. Ni siku nyingine njema. Ni siku nyingine njema. Na Bwana amefanya. Nataka niseme na wewe ambaye majira haya upo tayari kwa ajili ya kutazama video hii. Bwana Yesu asifiwe sana. Nimshukuru Mungu kwanza kwa kuwa ni siku nyingine njema. Kwako sijui ni mchana, sijui ni jioni, sijui ni asubuhi, lakini kwangu mimi ni alfajiri. Na nakumbuka katika ujumbe wa kwanza tuliongea kwa habari ya mambo ambayo natakiwa kufanya kungali giza bado. Tukasoma katika kitabu cha Yohana sura 20 mstari wa kwanza. Lakini leo kwa neema ya Mungu tena nimepata kibali cha kusema na wewe, baba yangu, kaka yangu, dada yangu na rafiki yangu ambaye unanitazama na kunisikiliza majira haya. Nimshukuru Mungu kwa ajili yako. Naomba niombe. Baba, katika jina la Yesu, asante kwa ajili ya mtazamaji huyu. Ninakushukuru Mungu mwenye uweza, maana anachokwenda kukisikiliza ni kitu kitakachobadilisha maisha yake, kitakacholeta badiliko katika afya, badiliko katika uchumi, badiliko katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Asante Bwana, maana hakuna kupoteza muda katika jambo hili. Katika jina la Yesu, ujumbe ukatembee na nguvu ya kuponya, nguvu ya kuinua, nguvu ya kubadilisha, nguvu ya kupandisha viwango. Katika jina la Yesu ninaomba na kuamini, amen. Ndugu yangu ambaye ninasema na wewe majira haya, nataka nikueleze kwa habari ya ujumbe katika kitabu kile cha Luka sura ya 18 mstari wa kwanza. Biblia yangu inaniambia, akawaambia kwa mfano ya kwamba imewapasa kumwomba Mungu siku zote, wala wasikate tamaa. Huyu ni Yesu anawaambia wanafunzi wake, imewapasa kumwomba Mungu siku zote, wala wasikate tamaa. Imewapasa kumwomba Mungu siku zote, wala wasikate tamaa. Kwa nini nataka niongee na wewe kwa habari ya ujumbe usiku leo? Kwa sababu kuna watu ambao wameomba, mwisho wao wakakata tamaa. Walianza vizuri kuomba, walianza asubuhi, kila siku asubuhi waliweka ratiba ya kumtafuta Mungu, lakini kuna wakati mambo yao yalienda vibaya, wengine wakakata, wengine wakarudi. Na Yesu anawaambia wanafunzi wake, imewapasa kumwomba Mungu siku zote. Siku zote, sio siku za Jumapili tu, sio siku ya Jumatatu tu, sio siku ya Jumanne, wala sio Alhamisi peke yake. Imewapasa kumwomba Mungu siku zote. Yesu alijua kuna siku utakuwa umechoka, lakini bado anasema imekupasa kumwomba Mungu siku zote. Alijua kuna siku utaamka unaumwa, lakini anasema bado imekupasa kumwomba Mungu siku zote. Alijua kuna siku utaamka ukiwa na chai ya kunywa asubuhi, ukiwa na chakula cha mchana, ukiwa na hela ya matumizi, lakini hata katika hiyo siku anasema bado imekupasa kumwomba Mungu siku zote. Kuna watu walianza vizuri safari ya kuomba, wengine walianza kwa imani, lakini siku zilivyokuwa zinazidi kwenda, wengine wakapoteza imani yao, wengine wakapoteza shauku ya kuomba, wengine wakapoteza shauku ya kumtafuta Mungu. Nikueleze, haijalishi unapitia hali gani ambayo inakatisha tamaa, lakini imekupasa kumwomba Mungu siku zote. Siku zote, usiache hata siku moja. Pengine umejibiwa maombi yako ukaacha kuomba, nataka nikuambie imekupasa kumwomba Mungu siku zote. Na ukiamka kila asubuhi, iwe ni jioni, iwe ni mchana, imekupasa kumwomba Mungu siku zote. Imekupasa kumwomba Mungu siku zote. Kupasa kumwomba Mungu siku zote bila kukata tamaa. Pengine hujajibiwa leo, umeomba hujajibiwa, kesho utaomba hujajibiwa, juzi uliomba hukujibiwa, mwezi uliopita uliomba hukujibiwa. Bado imekupasa kumwomba Mungu siku zote. Bado imekupasa kung'ang'ania katika maombi. Nataka niseme na wewe ambaye umekata tamaa ya kuomba, wewe ambaye umerudi nyuma, wewe ambaye umeacha. Ulikuwa mwombaji mzuri, wewe uliomba, na wakati ulipoanza kuomba machozi yalibubujika kwa ajili ya Bwana, na wakati ulipoanza kuomba midomo yako ilicheza chezo, ukaanza kunena kwa lugha. Nataka niseme na wewe majira haya, siku hizi umeacha kuomba, umeacha kumtafuta Bwana,
umekata tamaa, umekata tamaa, usikate tamaa, inuka. Nataka niseme na wewe tena, inuka, usonge mbele. Maombi kuna wakati yanakatisha tamaa, kuna wakati yanakatisha tamaa, kuna wakati mwili wako wenyewe unachoka, lakini bado anasema usikate tamaa, bado anasema usiache. Kuna wakati unaamka mwili hauwezi, lakini bado anasema imekupasa siku zote, siku zote, siku zote. Yesu hakuona sababu ya wewe kuacha kuomba, hakuona sababu ya wewe kuacha kuomba. Umeamka, umechelewa kuamka, bado umechelewa kazini na umechelewa kuamka, hicho sio sababu ya kuacha kuomba. Bado imekupasa kumwomba Mungu, imekupasa kumwomba Mungu siku zote, siku zote, siku zote. Hata leo amka uombe wewe. Ni mchana huu, mtafute Mungu. Anasema siku zote ni jioni, mtafute Mungu. Ni usiku, bado mtafute Mungu. Ni asubuhi kwako, bado mtafute Mungu. Imekupasa kumwomba Mungu siku zote. Paulo akawaambia watu katika waraka wa kwanza wa Thessaloniki wa kwanza sura ya 5 mstari wa 17, anasema ombeni bila kukoma, ombeni bila kukoma. Kumaanisha kwamba kila kukoma katika kuomba katika maisha yako kunamkaribisha shetani, kunakaribisha magonjwa, kunakaribisha huzuni, kunakaribisha mateso, kunakaribisha uchungu ambao utakutawala, kunamkaribisha shetani, kunakaribisha wachawi waendelee kukutesa, waendelee kukupiga, kunakaribisha uzito, kunakaribisha magugu katika huduma, magugu katika familia. Amka wewe, uombee familia yako. Ndio wakati wa kuombea biashara yako, ndio wakati wa kumlilia Bwana na kumkumbusha kwa habari ya familia, kumkumbusha kwa habari ya elimu yako, kumkumbusha kwa habari ya kazi, kumkumbusha kwa habari ya afya. Amka uombe, amka uombe. Hata amka, maana kiroho umelala. Amka uombe, amka mtafute Bwana. Wakati inamalizia, Paulo anawaambia wa Thessalonike, ombeni bila kukoma, ombeni bila kunyamaza. Maana nyingine ni kwamba uombe bila kunyamaza, uombe bila kuchoka, uombe bila kuchoka, uombe bila kutulia, uombe bila kunyamazishwa. Usikubali kunyamazishwa, omba bila kukoma. Uchovu huo usikunyamazisha, usikunyamazishe. Mazingira, wengine wamekuwa wakisingizia mazingira kwamba kwa sababu ya mazingira ninashindwa kuomba. Acha nikuambie na wewe, mazingira yasikuzuie wewe kuomba. Mazingira, upo kazini, omba. Upo kwenye gari, omba. Upo nyumbani, omba. Upo piga maombi. Maana shetani yeye azuiliwi na mazingira. Anaweza akakutafuta ukiwa kwenye gari, anaweza akakutafuta ukiwa peke yako, akakutafuta ukiwa na rafiki zako, akakutafuta popote pale. Kama shetani anao uwezo, na wewe pia mtafute Mungu popote pale. Ukiwa unakula, omba, omba. Sijaona sababu, hata Yesu hakuona sababu. Ndio maana akasema imekupasa. Kwa maana nyingine ni kwamba ni lazima umtafute Mungu siku zote. Imekupasa, wala usikate tamaa, wala usichoke, wala usichoke tena. Omba bila kukoma. Nasema mkaribie Mungu na shetani atakukimbia. Karibia Mungu, mkaribie Mungu kwa maombi. Biblia inasema, Mungu anasema anawapenda wale wampendao, lakini wale wamtafutao kwa bidii ndio watakaomwona. Unayeamka asubuhi kabla giza halijaondoka na kuomba, hiyo ndio bidii Mungu anaiongelea. Haitoshi tu kusema unampenda Mungu. Amka uombe, amka uombe. Yesu akawaambia wanafunzi wake, mambo mengine hayawezekani pasipo kufunga na kuomba. Omba, omba, omba. Yesu aliomba mpaka jasho la damu likatoka. Wewe hata ukiomba, hata kilio hakitoki. Wewe ukiomba, hata jasho hautoki. Jasho tu la kawaida, jasho tu la kawaida.
Lakini kuna mwingine amezoea akila jasho linamtoka. Mwingine akipiga umbea anapiga umbea mpaka jasho linamtoka. Mwingine akitembea anatembea mpaka jasho linamtoka. Lakini akiwa anaomba huku akiwa anapiga miayo. Anaomba huku akiwa anasinzia. Anaomba huku akiwa amelala na anasingizia ni kwa sababu ya uchovu. Wewe huko sio kuomba, huko ni kusogeza muda. Watu wanaoomba wanaamka, wengine wanapiga magoti, wengine wanagaragara, wanamuita Mungu mpaka jasho linatoka. Wewe unalia wakati gani? Nataka nikuulize, wewe unalia wakati gani? Maana wengine wanalia wakati wakiwa wamefiwa, wengine wanalia kwa sababu wametendwa, wengine wanalia kwa sababu wana uchungu, wengine wanalia kwa sababu wamekosa msaada, wengine wanalia kwa sababu tu mbalimbali. Lakini kuna hawa mashujaa ambao wanalia wakati wa kuomba. Biblia inasema hata Yesu kuna wakati alilia machozi. Waebrania 5:7, Yesu alilia machozi, alilia machozi. Wewe huwa unalia wakati gani? Kuna wengine wanalia wakati wamesema vibaya. Toka huko kwenye hilo furushi la watu, kimbia, machozi yako yaelekeze mbele za Mungu. Lia ukiwa wakati unaomba, lia ukiwa kwa ajili ya familia yako, kwa ajili ya afya yako. Acha kulia kwa sababu umesema vibaya. Uko ni matumizi mabaya ya machozi. Hayo ni matumizi mabaya ya machozi. Omba bila kukoma. Usikome katika kuomba, usichoke katika kuomba. Nataka nikuombee wewe ambaye majira haya unahisi udhaifu katika mwili wako. Nataka nikuombee wewe ambaye unahisi udhaifu katika hapa ambapo unahisi kuna udhaifu. Kama ni kwenye tumbo, weka mkono kwenye tumbo. Kama ni kwenye kichwa, weka mkono kwenye kichwa. Kama ni kifua, weka mkono kifuani. Kama ni kwenye moyo, weka mkono kwenye moyo. Nataka nikuombee, nataka nikemee hiyo hali ya udhaifu itoeke ndani ya mwili wako. Funika macho yako. Wewe ambaye umeweka mkono, weka mkono. Kama ni kwenye tumbo, changamka, weka mkono kwenye tumbo. Kama ni kwenye miguu, changamka, weka mkono kwenye miguu. Ninaongea maana nina uhakika na ninayemkutangazia habari zake. Nina uhakika ya kwamba Mungu anakwenda kubadilisha kitu katika maisha yako majira haya. Weka mkono hapo unapohisi kuna udhaifu. Weka mkono hapo ambapo unahisi adui amekufunga au adui amekuonea. Weka mkono hapo katika jina la Yesu. Nataka niombe. Funika macho yako, nataka nikuombe katika jina la Yesu. Asante Bwana Yesu kwa ajili ya mtu huyu ambaye anatazama majira haya. Ninatamka uzima mahali hapo palipofungwa. Ninatamka uzima. Udhaifu chomoka. Kila pepo la udhaifu, kila pepo la magonjwa, toka, mwachie. Toka, mwachie katika jina la Yesu. Toka kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Kwa jina la Yesu, achia miguu yake. Toka kwenye kifua, toka kichwa. Magonjwa sugu, kuumwa kichwa sugu, wewe mwenye kichomi sugu, ninakikemea kuanzia sasa. Toka, achia mwili wake. Natangaza uzima. Uonevu ukaondolewe kuanzia leo kwenye hicho kifua. Toka kwa jina la Yesu. Toka kwa damu ya Yesu. Akafunguliwe kifua chake katika jina la Yesu. Uyo mwenye tatizo la macho, uyo mwenye tatizo la macho, uyo mwenye tatizo la macho, majira haya ninasema naye. Uyo mwenye tatizo la macho, adui, toka, mwachia aone tena. Toka, achia macho yake. Toka, achilia uzima wake. Toka kwa jina la Yesu. Mnaomchezea hata ameshindwa kusikia vizuri, hata ameshindwa kuona vizuri, hata amepoteza uwezo wa kumbukumbu, toka kwa jina la Yesu. Achia. Ninawanyang'anya hatima yake ya macho, hatima yake ya masikio, ninawanyang'anya. Toka kwa jina la Yesu. Ila mwenye tatizo, wacha niombe na wewe ambaye kuna roho inakusumbua. Kuna mtu ana roho inamsumbua. Kuna mtu ana roho inamsumbua. Hiyo roho imekutumikisha kwenye dhambi ya siri. Hiyo roho imekutumikisha kwenye dhambi ya siri. Wewe kijana unaifanya hiyo dhambi,
hiyo dhambi ya siri. Kuna wengine wananielewa, kuna wengine wananielewa naongelea nini. Kuna dhambi umekuwa ukiifanya sirini, nataka niikemee hiyo dhambi. Hebu funika macho yako, alafu atisha sala hii pamoja nami. Na wewe ambaye umechoka kutumikishwa katika dhambi, nataka useme sala hii pamoja nami. Sema, Bwana Yesu, asante kwa ajili ya majira haya. Nimesikia neno lako ya kwamba imetakiwa nikutafute siku zote pasipo kukata tamaa, pasipo kuchoka. Bwana Yesu, nimekuja mbele zako muda huu, ninaomba unifungue katika vifungo vya dhambi. Ninaomba unifungue katika vifungo vya uovu, niondoe katika makosa. Futa jina langu katika kile kitabu cha hukumu, na uliandike upya katika kile kitabu cha uzima. Asante Bwana Yesu, kuanzia leo unisaidie nikakutumikie kwa uaminifu. Kuanzia leo Bwana Yesu, unisaidie nikakupendeze. Unisaidie nikakupendeze kwa mawazo yangu, kwa matendo yangu. Katika jina la Yesu ninaomba na kuamini, amen. Ngoja nikombe. Nikutoe katika hicho kifungo cha masturbation, nikutoe katika hicho kifungo cha zinaa, nikutoe katika hicho kifungo cha uzinzi. Biblia inasema na hayo ayatendayo kwa siri ni aibu hata kuyanena. Nataka nikutoe katika hicho kifungo cha aibu. Toka kwa jina la Yesu. Shetani ninakukemea, shetani ninakukemea. Jini mahaba ulipo, toka achia maisha yake. Toka wewe dhambi wa siri unayemtesa huyo binti, toka kwa jina la Yesu. Ninakuapisha kwa mamlaka ya jina la Yesu. Toka hiyo tabia ya kupenda zinaa, hiyo tabia ya kutamani kutembea na kila mtu kanisani, kutembea na kila mtu mtaani. Wewe kijana, hiyo tabia toka mara moja. Achia mtu huyo, toka kwa jina la Yesu. Toka. Shetani ninakwambia utamwonea tena katika hiyo dhambi. Toka, mwachie katika jina la Yesu. Toka. Ninaivunja na kuiharibu kwa jina la Yesu. Asante Bwana Yesu. Asante Bwana Yesu kwa ajili ya huyo ambaye amefungwa na nguvu za giza. Huyo ambaye amefungwa na nguvu za giza, ninaharibu kwa damu ya Yesu mapepo yaliyoko ndani yake. Haya, mara moja ninakupa dakika, sio dakika, utoke na uachie mwili wake, utoke na uachie maisha yake, utoke na muachie asome, utoke na muachie asonge mbele, utoke na uachie maisha yake, maisha ya uchumi, maisha ya elimu, maisha ya ndoa, maisha ya mahusiano. Toka kwa jina la Yesu. Na kuapisha kwa moto. Toka kwa jina la Yesu. Kwa moto. Toka. Uramandarabaka. Viremandarabaduru satalamaka. Iramananakaya badoskata. Irentalamakate. Jeramananakaya. Wewe ni Mungu unayeweza. Ninamtoa mtu huyo kwa jina la Yesu. Toka kwenye vifungo na maagano ya familia. Toka kwa jina la Yesu. Toka. Jura makata. Irebanda rabados katalalala. Yepele manda. Ondo robo kotala magada. Toka kwa jina la Yesu. Toka kwenye maagano ya familia. Urapata. Katika jina la Yesu. Wewe ambaye Mungu amekufungua katika maombi haya, nataka nikuambie usirudie tena kutenda dhambi. Usirudie tena kutenda dhambi, na usikubali kurudi nyuma kwa namna yoyote ile. Usikubali shetani akakurudisha nyuma kwa namna yoyote ile. Majira haya wewe uliyesikiliza, ubarikiwe sana, maana kuna kitu Mungu ametenda kwenye maisha yako. Lakini kama unahitaji maombi zaidi, nitafute kwa nambari hii ya simu, na utakaponitafuta nitakuombea kwa msaada, na kwa nguvu ya Mungu utafunguliwa na utapona katika jina la Yesu. Andika namba yangu ni 07
59625673. Narudia tena 0759625673. Wewe save utakavyoweza, na ukinitafuta wewe ambaye umeokoka, kama utapenda kunitafuta, andika ujumbe ya kwamba nimempokea Yesu kutoka katika mahubiri ya mtandaoni, alafu nitakusaidia kwa neema ya Mungu ambayo itakuwa pamoja nasi. Neema ya Mungu ambayo itakuwa pamoja nasi, na nguvu ya Mungu nikwambie, bado ipo tayari kukuhudumia, bado ipo tayari kukuinua, bado ipo tayari kukuponya, na inataka kabisa ikuponye na mauti. Mungu wa mbinguni akubariki sana. Chukua hatua ya kuendelea kuomba, usiishia hapa nilipoishia. Wewe hapo ulipo una muda wa kuomba, endelea kuomba, endelea kumwita Mungu kwa habari ya familia yako. Tunaishi katika dunia iliyojaa wachawi, dunia iliyojaa wachawi waganga, dunia iliyojaa maovu. Utaponaje wewe? Bila nasema utapataje kupona? Utapataje kupona usipokuwa na maombi mengi? Utapataje kupona usipomtafuta Mungu kila wakati? Utapataje kupona usipoomba bila kuchoka? Ubarikiwe sana. Endelea kuomba, endelea kuomba, endelea kuomba. Mungu wa mbinguni akubariki sana. Amen.